المبحث السادس فضل الصلاة fadhila za sala tanha anil fahsha'i wal munkar. Jambo la mwanzo, swala inakataza uchafu na inakataza madhambi. Hilo kubwa sana. Qala Allah Ta'ala, amesema Allah jalla fi'ala, utlu Muhammad wasomee hao ma uhiya ilaika, yale ambayo unafunuliwa wahi kwako wewe, minal kitabi, katika kitabu, wa aqimis sala, nasimamisha sala, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar, hakika ya swala inakataza uchafu na inakataza maovu, wala dhikrullahi akbar, na dhikri ya Allah ni kubwa mno, wallahu ya'lamu ma tasna'un, na Allah anayajua yale ambayo muyatendayo. Abdullah bin Mas'ud anasema la tanfa'u as-salata illa man ata'aha, la tanfa'u as-salah, sala haipati manufaa illa man ata'aha, isipokuwa yule ambaye amesimama katika utiifu. Halafu anaisoma aya hii, inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Ukijikuta wewe unaswali lakini bado utiifu kwako wewe uko mbali, basi iangalie vizuri swala yako. Na ndio maana al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala anasema nafsu fi'li at-ta'at, kule kufanya taa tu yatadhammanu tarka al-maasi. Ukifanya taa basi kuna kupelekea wewe kuacha maasi. Wa nafsu tarki al-maasi, na kule kuacha maasi tu yatadhammanu fi'l at-ta'at, kunapelekea wewe kufanya taa. Walihadha kanat as-salatu tanha 'anil fahsha'i wal munkar, na kwa sababu hii swala imekuwa ni yenye kukataza uchafu na maovu. Kwa hiyo nafsu fi'li at-ta'at, kule mtu kufanya taa peke yake, yatadhammanu tarka al-maasi, inakusanya mtu kuacha maasi. Si unafanya taa wewe, basi maasi uache. Wa nafsu tarki al-maasi, na kule mtu kuacha maasi, yatadhammanu fi'l at-ta'at, basi kuna kusanya mtu kufanya taa. Walihadha kanat as-salah, na kwa sababu hii imekuwa sala tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Ukijikuta wewe unasali, unafunga Ramadhani, lakini bado madhambi uko nayo, hebu jiangalie bado hebu jiangalie katika kuziendea swala zako. Je, khushu yako iko vizuri? Je, unasimamisha nguzo kisawa sawa? Je, sunna ni wajibati na mambo mengine? Tunafahamiana vizuri Afdalul a'mali ba'da shahadatayn. Jamani, sala ni afdalul a'mal, ni bora ya amali ba'da shahadatayn, baada ya shahada mbili. Li hadithi Abdullah bin Mas'ud qala, kwa hadithi Abdullah bin Mas'ud amesema, sa'altu Rasulullah, nilimuuliza mjumbe wa Allah, ayyul amali afdal, amali gani ni bora? Ewe mjumbe wa Allah, ayyul amali afdal, amali ipi ni bora, ili nipate kuitangulia hiyo. Qala, Mtume sallam akasema, as-salatu liwaqtiha, kusali kwa wakati wake. Qala, akasema Abdullah bin Mas'ud, qultu, nikasema mimi, thumma ay, kisha ipi baada ya hiyo? Qala, akasema birrul walidaini, kuwafanyia wema wazazi wawili. Qala, akasema qultu thumma ay, nikasema kisha ipi? Qala, aljihadu fi sabilillah, kupigana jihadi katika njia ya Allah. Sawa katika birrul walidaini. Ashabab, vijana, mlango tusiufunge huu, khairi kubwa mno. Sawa khairi kubwa mno. Na ukitaka kujua wewe swala la kuwafanyia wema wazazi wawili, anasema kwamba wazazi wawili wapo awsati abwabil janna, wapo katikati ya mlango wa pepo. Fahfadha au dhayyi'ha, ukitaka uhifadhi mlango wako huo, ukitaka upoteze wewe mwenyewe sasa. Lakini pepo yako katikati ya mlango kaka baba na mama. Ukitaka kuingia peponi, basi huu mlango uhifadhi kweli kweli huu. Na ukitaka huitaki pepo, basi upoteze huu mlango. Na ukitaka kujua hilo, wazazi wanapokufa, Allah hajaufunga huu mlango. Akasema Mtume sallam, inna abarra albir silatur rajul ahli wuddi abi, wema uliozidi wema, inna abarra albir, wema uliozidi wema, silatur rajul, ni mtu kuwaunga ahli wuddi abihi, wale marafiki wa baba yake. Baba alikuwa na marafiki, mama alikuwa na mashoga, wale marafiki wa baba na ni baba zako. Hadith wala haraj. Vipi kuhusiana na ammi, ndugu yake baba? Sasa ana nafasi gani kwako wewe? Vipi kuhusiana na baba yake baba, ana nafasi gani kwako wewe? Sawa Kwa tujitahidini sana vijana, yale maneno ya kuwarushia wazazi ndingi, message sendi bwana, message nimechoka bwana. Taadab ma'a walidayk, kuwa na nidhamu kweli kweli pamoja na wazazi wako. Naam, fahamiana, barakallahu fikum. Naam, lakini kadhalik
taghsilu al-khataya. Swala jamani, swala inakosha madhambi. Swala inakosha madhambi ya mtu. Lihadithi Jabir, kwa hadithi ya Jabir radhiyallahu anhu, qala Rasulullah, amesema mjumbe wa Allah sala na salamu ziwe juu yake, mithlu salawati al-khamsi, mfano wa swala tano hizi. Mithlu salawati al-khamsi, mfano wa swala tano hizi. Kamathali naharin ghamarin, ni kama mfano wa mto kathirul ma'il wasi'. Kathirul ma'il wasi', mto ambao una maji mengi. Ndio ghamar, naharin ghamar, ni mto ambao una maji mengi. Ala babi ahadikum, upo katika mlango wa mmoja wenu. Yaghtasilu minhu, anakoga katika mto huo wenye maji mengi. Kulla yaumin, kila siku 5 marat, anakoga mara 5. Vipi, una mto wewe, una maji mingi, upo katika nyumbani kwako, kila siku unakoga mara 5. Hal tabqa min daranihi shay'un, je patabakia katika uchafu chochote? Patabakia kweli? La. Fadhalika mithlu salawati al-khams, basi ni mfano wa sala ngapi? Mfano wa sala 5. Naam, unaporomosha, unateketeza yale madhambi unayoyafanya. Madhambi mangapi wewe ulisema kwa mdomo wako? Madhambi mangapi wewe umeyaendea kwa macho yako? Madhambi mangapi uliyaendea kwa miguu yako? Haya yote yanadondoka kwa sababu ya kutekeleza ibada ngapi? Ibada ya sala 5. Sawa? Tukaffiru sayiat, lakini tukaffiru sayiat, kusamehe madhambi. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس صلاتان والجمعة إلى الجمعة ني جمعة مبكى جمعة ورمضان إلى رمضان نرمضان مبكى رمضان. vitu hivi vyote mukaffaratun, ni vifuta madhambi. Ma bainahunna, ya madhambi yaliyopo baina yake. Ijumaa mpaka Ijumaa madhambi yaliyokuwepo, Ramadhani mpaka Ramadhani madhambi yaliyokuwepo. Hivi mukaffarat ni vifuta madhambi. Ma bainahunna, ya yale yaliyokuwepo baina yake. Idha jtunibatil kaba'ir, ikiwa patakingwa na madhambi yaliyokuwa makubwa. Idha jtunibatil kaba'ir, ikiwa pataikwa mbali na madhambi makubwa. Sawa? Naam. Nuru li sahibiha, jamani, swala ni nuru kwa yule mwenye kusali. Yule mwenye kusali yule, basi sala ni nuru yako fi dunya wal akhirah. Lihadithi Abdullah ibn Umar, wa hadithi Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma an an-nabiy sallallahu alayhi wasallam annahu dhakara as-salata yawman, kwamba yeye aliitaja sala siku moja. Faqala, akasema, man hafadha alaiha, yoyote ambaye ataihifadhi sala. Jamani, jambo la sala limekuja inavyokuja, imekuja iqamu sala au hifdhu sala, maana yake kuitekeleza sala, kuiendea katika wakati wake, kuitekeleza sala kwa kuzingatia sharti zake, kutekeleza sala kwa kuzingatia nguzo zake, sunna zake na wajibu wake. Na ndio maana imekuja iqamatu sala. Tunafahamiana? Na muradi sio kuswali, muradi ni kuitekeleza sala. Huo ndio muradi. Naam. Man hafadha alaiha, yeyote ambaye atahifadhi sala, kanat lahu nura. Unaona? Kanat lahu nura, patakuwepo kwake yeye nuru, wa burhana, na kutakuwa kuna hoja yeye. Allah anampa nguvu ya burhan, wa najatan, na kutakuwepo na uokovu yaumul qiyama. Wa man lam yahfadh alaiha, na yoyote ambaye hajahifadhi sala, lam yakun lahu nurun, yeye hatakuwa na nuru wala burhan, wala hatakuwa na hoja wala najah, wala hatakuwa na kuokoka. Wakana, na atakuwa mtu huyo yaumul qiyama, siku ya kiyama, ma Qarun, pamoja na Qarun, wa Firaun wa Haman wa Ubay bin Khalaf, na atakuwa na Ubay bin Khalaf. Sawa? Wote hawa manake ipo katika msurura nani? Makafiri waliokuwa wakubwa. Jamani, sala jambo lilokuwa jepesi kweli kweli, jambo ambalo halichukui hata dakika 15 kipindi chake kimoja. Tumekuwa wavivu kiasi gani? Kwa nini mnashindwa kusimamisha vikao vyenu, ikiwa ni vikao vya taasisi ya serikali au vikao vya taasisi binafsi au vikao vya serikali ya mtaa au ikawa ni vikao vya familia? Mnashindwaje muda huu sasa? Jamani, tuacheni hapa tukaswalini, halafu turudini. Halafu dhamana unaibeba wewe sasa, chairman, mkuu wa kikao, mwenyekiti, kwamba jamani tuendeleeni. Au jambo linapelekwa kwa nani? Kwa wajumbe, jamani vipi, tuendeleeni au tukasalini? Au naeleza wenyewe ni taabani.
au na wataka ushauri wako taabani hohe hahe, tuendelee sasa? Hapana, hakuna khairi hapa, kwa sababu tushaambiwa hayya ala salah, hayya ala alfalah. Mafanikio yako huko tunakoitwa, huko tunakoitwa. Qul ma inda Allahi khairun min Allahi wa min at-tijara, yaliyoko kwa Allah ni bora kuliko upumbavu ni hizo biashara mnazozifanya. Wallahu khairur raziqin, Allah ni bora ya wale ambao wanatoa riziki. Kwa tujitahidini katika ibada ya swala, tuchungeni ibada ya sala, tuchungeni ibada ya sala. Si mkubwa si mdogo, si mwanamke si mwanamume, si bosi wala sio yule ambaye kwamba kaajiriwa. Ibada ya sala, ukiona wewe ajira yako inakuzuia katika ibada yako ya sala, akimbie zamani, kimbia. Ukiona wewe mume uliyekaa kwa naye anakuwekea kizuizi, sitaki ibada ya swala mimi, huyo si mume, kereko ipo pale, nenda, mume wangu ananizuia nisisali, khalas, wao watajua la kufanya. Tunafahamiana jamani? Naam, tupeni nafasi yake ibada ya sala, ni jambo lilokuwa kubwa sana. Naam, wa fi hadithi Abi Malik al-Ash'ari, na katika hadithi Abi Malik al-Ash'ari Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema as-salatu nurun, swala ni nuru, was-sadaqatu burhanun, wal-Qur'anu hujjatun laka au alayka. Al-hadith والحديث بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ziwe juu yake, annahu qala, kwamba amesema, bashiri, wape bishara njema, bashiri, wape bishara njema, almashaina, wale wanaotembea, wale wanaoenda, fi dhulmi, katika giza, ila almasajid, kuna misikitini, binuri tami yaum alqiyama, wao watakuwa na nuru iliyotimia siku ya kiyama. Wale wenye kwenda msikitini wakati wa giza, unatoka mwenyewe huyo na kitoti chako huyo, unaelekea msikitini, basi unapewa bishara wewe na Mtume sallam kwamba wewe utakuwa una nuru iliyotimia siku ile. Undhuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura, rudini nyuma huko, hem katafuteni nuru huko nyuma. Au rudini wapi? Duniani, katafuteni nuru. Faltamisu nura fadhuriba bainahum bisurillah, hapo patapigwa ngao iliyokuwa nzito, patapigwa kizuizi kilichokuwa kizito. Babun batinuhu fihi rahma wa dhahiruhu min qibalihi al'adhab. Sawa, yote ya nini haya jamani? Huu hai ni rasilimali yako. Kesho utataka kuswali wewe, lakini utakuwa tena huwezi, uko katika mgongo wa dunia. Hii rasilimali uliyokuwa nayo itumie vizuri kweli kweli. As-salaf kana ahaduhum ashaha ala umrihi min dirhamihi wa dinarihi, mmoja wao alikuwa akiumwa zaidi na umri wake kuliko dirhami yake na dinari yake. Yani dinari na dirham kwa wao si kitu, wao kwao ni nini? Umri, kwamba nimepitwa, Ijumaa ishapita hiyo, kuna kheri gani nimeifanya? Ndiyo kwanza babu zima limejaa mamvi, lina watoto tele, kaekewa mishumaa, alafu wanaimbishwa kwamba happy birthday to you. Huoni haya? Basi miaka 50 halafu anaroeshwa maji, anaambiwa surprise na kuroesha maji. Usikubali kwa kama mfano wale, usikubali hata siku moja kwamba Allah wewe amekuongoza katika msingi wa kutafuta ilmu huu. Haya mengine hayaendani sambamba na wewe, kaa nayo mbali, yaache kule, usiachukue haya. Tunafahamiana? Naam. Yarfa'u Allahu biha darajat, Allah hunyanyua kupitia hiyo sala, huwanyanyua watu daraja. Wa yuhitu al-khataya, na Allah anawafutia kupitia hiyo sala madhambi. Lihadithi Thawbana, wa hadithi ya Thawban maula rasulillah, muachwa huru wa mjumbe wa Allah, anin nabii sallallahu alayhi wasallam, kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ziwe juu yake, annahu qala lahu, kwamba Mtume sallam kumwambia yeye, alayka bikathrati sujud. Alayka ismu fi'l amri, si ndio? Naam, alayka bikathrati sujud, manake jilazimishe na wingi wa kusali. Alayka bikathrati sujud, jilazimishe na wingi wa kusali. Fa innaka, hakika yako wewe, la tasjudu lillahi, hutosali kwa ajili ya Allah, hutosjudu kwa ajili ya Allah, illa isipokuwa rafa'aka Allahu, atakunyanyua Allah biha,
kwa swala hiyo, kwa sijida hiyo daraja, Allah atakunyanyua daraja. Wa hatta anka, na atafuta kwako wewe Allah biha, kwa swala hiyo, kwa daraja hiyo, khati'a. Allah atafuta nini? Atafuta madhambi. Unataka nini sasa? Alaika bikathrati sujud, jilazimishe na wingi wa kusali wa swala za sunna. Fa inna, hakika yako wewe, la tasjudu lillah, hutosali kwa ajili ya Allah sajidatan, hata ile rakaa moja, illa isipokuwa rafa'aka Allahu biha daraja, atakunyanyua Allah wewe kwa swala hiyo daraja. Wa hatta anka biha khati'a, na atakufutia Allah kwa swala hiyo makosa. Lakini sala kadhalika min a'zami asbabi dukhul janna, ni katika a'zami asbab, ni katika sababu iliyokuwa kubwa ya kuingia peponi. Naam, birifqati nabii sallallahu alaihi wasallam, na usuhuba na mtume, kuwa karibu, urafiki na mtume sallallahu alaihi wasallam. Li hadithi Rabi'a, kwa hadithi Rabi'a ibn Ka'b al-Aslami anasema, kuntu abitu ma'a rasulillah, nilikuwa nikiupitisha usiku wangu pamoja na mjumbe wa Allah sallallahu alaihi wasallam juu yake. Kuntu abitu bata, nilikuwa nikiupitisha usiku wangu pamoja na mjumbe wa Allah sallallahu alaihi wasallam ziwe juu yake. Fa ataituhu, nikamuendea siku moja mimi, biwadhuihi, na chombo chake cha kutilia udhu, wa hajatihi, na kumsikiliza ana shida gani. Nimeenda na chombo cha kutilia udhu, halafu kumsikiliza mtume ana shida gani. Faqala li, mtume salama kanambia, sal, hebu omba, sal, omba utakacho. Fakultu, nikasema, as'aluka murafaqataka fil janna, nataka urafiki na wewe, ukaribu na wewe katika pepo, nisiweko mbali na wewe katika pepo. As'aluka, na kuomba mimi, murafaqataka fil janna, kuwa na murafaka na wewe katika pepo. Qala, mtume salama akamwambia, awa ghaira dhalik, kuna jingine baada ya hilo? Hebu jiweke nafasi yako, ungaliambiwa uombe alfulus sasa, sallallahu salama alafia. Qultu huwa dhaka awa ghaira dhalik, kuna hilo tu, kuna jingine? Qultu, nikasema, huwa dhaka, hilo mimi ninalolitaka mimi ni hilo. Wamefahamu nafasi ya akhira yao na dunia zao, mimi ni hilo tu. Mtume sallallahu alayhi wasallam, fa'inni, basi nisaidie mimi, ala nafsika, kwa nafsi yako wewe mwenyewe, bikathrati sujud, kwa wingi wa kusali. Usipitwe na hizi sunna hizi, qabliya ba'diya, usipitwe nazo hizi. Adhuha, hizi sala za dhuha usipitwe hizi. Witri, tahiyatul masjid usipitwe hizi. Kwa fa'inni, nisaidie mimi, ala nafsika bikathrati sujud. Tawassuli gani? Al-a'malu salihah. Hii ni tawassuli ya matendo yaliyokuwa mema. Maana yake, ukitaka kuwa mimi ni murafaka wako katika pepo, basi swali sana mpaka wewe unapewa habari hii, tunafahamiana. Lakini mashaallah, mtu anasimama katika ibada za sunna, hapitu yeye mpaka inafika wakati ile kablia ya alfajiri ikimpita, yeye anaifanyia qadha, mpaka ile kablia ya adhuhuri ikimpita anaifanyia qadha. Hii katika sunna. Lakini siku ambayo kwamba umeisali hizo kablia na baadia huijui, je, utaipata wapi we murafaka na mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam? Almashu ilaiha, kuiendea sala, tuktabu biha alhasanat, huandikwa kwa hiyo wema. Wa turfa'u darajat, na hunyanyuliwa daraja. Wa tuhattu alkhataya, unahufutwa madhambi. Li hadithi Abi Hurairah, kwa hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mjumbe wa Allah sala na salamu ziwe juu yake, man tatahhara fi baitihi, yeyote ambaye atajitoharisha nyumbani kwake. Na hii jamani ni sunna matruka. Jamani, udhu unachukuliwa wapi? Unachukuliwa nyumbani. Ile mifereji inawekwa kwa wale wapita njia, dharura tu basi. Pasipobudi umekuja msikitini, umepata hadath, basi utaingia kule. Lakini unatoka nyumbani kwako mwenyewe, halafu unakuja msikitini unatia udhu bwana. Halafu mtu akitia udhu pale, unatoa sabuni. Si ungalikuwa nyumbani huko? Uko nyumbani ungalitia udhu vizuri. Lakini hapa sasa unamwona imamu anakupita hapa, ile sio yetu, ile ni wapita njia. Wazi jamani, hii ni katika sunna. Naam. Man tatahhara fi baitihi, yeyote ambaye atajitoharisha katika nyumba yake, thumma masha, kisha akatembea, ila baitin min buyutillah, katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah, liyaqdiya, kwa ajili ya kutekeleza
faradhi min faraidillah, katika faradhi za Allah, kanat, basi zitakuwa khatuwatahu, zile hatua zake, ihdahuma, moja sana miguu miwili, ihdahuma, moja yake anayoinua, tahutu khati'a, inafuta madhambi, wal ukhra, na ile hatua nyingine, tarfa'u daraja, inanyanyua daraja. Vipi sasa waswali ndani wewe? Vipi unaswali ndani sasa? Neema kama hizi, neema kama hizi, la tahtiranna min al-ma'rufi shay'an, usidharau katika wema jambo lolote. Hii ndio manzilatu sala. Muda wa kuwa wewe umeamka, unajitayarisha na sala, upo katika ibada. Wewe upo katika ibada, unakwenda chooni, upo katika ibada, unatia udhu, unatoka nyumbani, unaelekea, upo katika ibada. Hii ndio hali. Man tatahhara fi baitihi thumma masha ila baitin min buyutillah, kisha akaenda katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah, liyaqdi faridatan, kwa ajili ya kutekeleza faradhi, min faraidillah, kanat khatwatahu, zitakuwa zile hatua zake, ihdahuma takhuttu khati'a, moja inafuta madhambi, wal ukhra tarfa'u daraja, na nyingine inanyanyua daraja. Wa fil hadith al-akhar, na katika hadithi nyingine, idha tawadda ahadukum, atakapotia udhu mmoja wenu, fa ahsana alwudu'a, akaufanya vyema udhu wake. Kasheshe hii sasa, manake fa ahsana alwudu'a panajengwa katika msingi wa nini? Alilm, msingi mkubwa wa ilmu. Manake kama huna ilmu utajua vipi hapa? Si kila siku wewe utakuwa unajipiga vibao kwenye utosi wako tu hapa tu utajipiga vibao tu kwenye utosi wako. Kaa darasani, soma udhu wako, kwa sababu ili ufike katika hili lengo linalotakiwa hili, basi uweko mzuri kwanza huku mwanzo. Na msingi mkubwa ni nini? Ni ilmu. Msingi mkubwa ni ilmu. Usione tabu bwana kukaa pale kaambia hebu tia udhu tukuone katika durus. Mashaallah, umhimidi Allah kumpata mwalimu huyo anakuongoza kivitendo kutia udhu. Walillahi alhamd. Tunafahamiana Sione hayo kiambiwa rukuu basi rukuu tukasema unamtanguliza mtoto. Tangulia wewe, hasa uonekane rukuu yako. Una rukuu vipi? Hivi mmesahau nyewe Mtume sallam alimuona mtu ambaye hatimizi vizuri katika rukuu yake, akamwambia vipi? Walau mata hadha la mata ala ghairi millati alislam. Angalikufa huyu, asa angalikufa katika mila sio ya Uislamu. Huyu anasali lakini swala yake ni mbovu, swala yake ni mbaya, swala yake ni chafu. Sawa almusiu salatahu, vipi na yeye anakuja anaambiwa hebu swali, fa innaka lam tusalli. Haja swali vipi katika swali huyu? Huyu kaswali, anapoambiwa haja swali. Huyu manake kaswali lakini sio katika kuswali kisheria. Sasa hofu iingize usikaingia wewe katika yule almusiu salata, kwamba lau angalikuwepo Mtume kakaa pembeni anakuona unaposwali, je, swala hii ni kama alivyoifundisha? Sallu kama raaitumuni usalli. Hili swali unalo wewe mwenyewe. Maana yake mtu ana tahiyatu yake tangu aliposoma kwa mwalimu Mwajuma kule, ana tahiyatu yake hiyo hiyo, hajui ya riwaya ya Abdul bin Mas'ud, hajui ya Umar bin Khattab, hajui ya Ibn Abbas, hajui. Yeye yupo tu atahiyatu lillahi wal mubarakatu was salawatu wat tayyibatu. Hii riwaya umeipata wapi? Hii tahiyatu umeipata wapi? Riwaya hii haijui. Tusendeni hivyo katika misingi ya kielimu. Ibada zetu tusifanyeni hali ya kuwa ni njema. Hebu kitoka katafute sifatu swala ya Sheikh Al-Albani, kafungue katika mlango wa tahiyatu kwanza yako wewe iandike pembeni halafu fungua katika sifatu swala ya Sheikh Al-Albani, halafu yangu mimi iko wapi? Utaona kwamba riwaya zote zimekusanywa kwenye riwaya yako. Riwaya zote zile nani sitisema zilizokuja, basi kuna riwaya mpya ambayo kwamba unayo wewe. Mtihani kwa kweli. Kwa tujitahidini jamani, ibada ya swala tusidharau, na kuidharau nambari moja ni kudharau elimu ya ibada ya swala. Wazi jamani? Barakallahu fikum. Wa fil hadithi idha tawalla ahadukum fa ahsana alwudu'a, akafanya vizuri udhu wake, thumma kharaja ila almasjid, kisha akatoka kaelekea msikitini, lam yarfa qadamahu alyumna, hata unyanyua mguu wake wa kulia, illa kataba Allahu lahu hasana, isipokuwa Allah anamwandikia wema mmoja. Walam yadha qadamahu alyusra, wala hata uweka mguu wake wa kushoto, illa hatta Allahu anhu sayyi'a, isipokuwa Allah anafuta kwa mguu wake wa kushoto nini? Anafuta mabaya. Tuaddu dhiyafa fil janna. Jamani, jambo la swala huzingatiwa ni ugeni. Tuaddu dhiyafa, unazingatiwa ni ugeni katika pepo. Sawa? Kwa hiyo sala kullama ghada ilaiha almuslim, kila pale anapotoka muislamu wakati wa asubuhi au raha au wakati wa mchana. Abi Huraira, li hadith Abi Huraira, wa hadith Abi Huraira
radhiyallahu anhu ani nabii sallallahu alayhi wasallam, man ghada ila almasjid, yoyote ambaye atatoka wakati wa asubuhi kuelekea msikitini, au raha, au wakati wa mchana, au wakati wa jioni, a'adda Allahu lahu, basi atambue kwamba amemwandalia Allah mtu huyo fil janna, huko katika pepo, nuzulan, ugeni, makazi maalum, kullama ghada au raha, kila pale anapotoka asubuhi na pale anaporudi wakati wa jioni. Unataka nini tena wewe? Unataka kitu gani? Tuaddu dhiyafa, panaandaliwa ugeni, una ugeni wako maalum fil janna. Sawa? Kwa hiyo sala biha, kwa hiyo sala kullama ghada ilaiha, kila pale anapotoka asubuhi kuelekea sala muislam, au raha pale, au pale wakati wa jioni. Li hadithi Abi Huraira an nabii sallam, man ghada ila almasjid, yule ambaye anaelekea msikitini wakati wa asubuhi au raha au wakati wa jioni, a'adda Allahu lahu fil janna, Allah amemwandalia mtu huyo peponi, nuzulan, makazi maalum, ugeni maalum, kullama ghada au raha, kila pale ambapo kwamba anakwenda wakati wa asubuhi na wakati wa jioni. Wa nuzul, nini maana nuzul? Nuzulan, nini maana nuzul? Ma yuhayyau lidhaifi, ni kile ambacho kinaandaliwa kwa ajili ya mgeni, inda qudumihi, wakati wa kuwasili kwake. Hebu mwangalie mgeni akifika, anaandaliwa kitu gani? Basi wewe kile unapotoka asubuhi, basi Allah anakuandalia nini? Anakuandalia huko kuna dhiafa yako wewe katika pepo. Naam. Ya 10, yaghfirullahu biha dhunub, Allah anasamehe kwa hiyo sala madhambi, fi ma bainaha wa baina as-salati allati taliha, baina ya swala hii na swala ambayo kwamba inafuata, baina ya swala iliyopita na swala hii. Allah yeye yaghfirullahu biha, Allah anafuta biha, kwa hiyo swala adh-dhunub. Kwa hadithi ya Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah, nimemsikia mimi mjumbe wa Allah akisema, la yatawadda rajulun muslim, hata wadhi hati udhu mtu aliyekuwa muislam, fayuhsinu alwudhu'a, akaufanya vizuri udhu wake. Unaona kila pahala fayuhsinu alwudhu, na kuda idha tawadda ahadukum fa ahsana alwudhu'a. Na ndio maana tunatilia mkazo katika jambo la nini? Jambo la elimu, jambo la elimu. Naam. La yatawadda rajulun muslim, hati udhu mtu aliyekuwa ni muislam, fayuhsinu alwudhu'a, akafanya uzuri udhu wake, fayusalli salatan, akasali sala, illa ghafara Allahu lahu, isipokuwa Allah humsamehe mtu huyo, ma bainahu, madhambi yaliyopo baina ya sala ile, wa baina salati allati taliha, na sala ambayo kwamba inafuata. Sawa? Yale madhambi yaliyotokezea baina yake, baina ya sala na sala, Allah anasamehe. Idha junibati alkabair, muda wa kuwa mtu amejiepusha na madhambi makubwa, tukaffaru ma qablaha min adh-dhunub, lakini kadhalika panasamehewa ma qablaha, yale yaliyoko kabla yake katika madhambi. Kwa hadithi ya Uthman kadhalik, qala, nasema sami'tu Rasulullah, nilimsikia mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wasallam juu yake akisema, ma min imri'in muslim, hakuna mtu yoyote muislam, tahdhuruhu salatun, inamhudhuria yeye, swala ndio fa'il, tahdhuruhu salatun maktuba, inamhudhuria yeye swala ya faradhi, fayuhsinu wudhu'aha, nukta hiyo, akaufanya vizuri udhu wake, wa khushu'aha, na khushu' yake, wa ruku'aha, na rukuu yake, illa kanat, isipokuwa itakuwa kafaratun lima qablaha, itakuwa ni kifuta madhambi ya yale yaliyokuja kabla yake, minadh-dhunub, ma lam ya'ti kabira, muda wa kuwa hajaleta madhambi makubwa. Wadhālika ad-dahr kullu, na hali inakwenda hivyo katika maisha yake yote, maisha yake yote hali inakuwa hivyo. Angalia, fayuhsinu wudhu'aha, akaufanya vizuri udhu wake, wa khushu'aha, na khushu' yake. Wengi wakafahamu khushu' kwamba kichwa kukiweka kwenye bega, kwamba ili usali wewe khushu' maana kichwa umekeka hapa. Hii si khushu' bwana. Sawa? Hii sio nini? Hii sio khushu'. Khushu' maana yake ni tumaninatul qalb, moyo wako unautulizanisha. Ukitoka katika duara ya swala yako unaurejesha, uko hadhir. Sio mzee mpaka unasikia Allahu akbar ndio unashtuka, yani kama unabwa kofi vile. Sawa, ulazimishe moyo wako, sawa? Naam. Na kitu cha msingi wanaotaja ahlul ilm katika kuhudhurisha khushu' yako katika swala, basi jaribu kubadilisha adhkar. Usiwe kama vile kasuku, kwamba wewe ukishafika hapo nasoma alhamdulillah inaenda tu, kwa sababu ulimi ushazoea tu. Yani unakwenda sio kwa sababu unazingatia, kwa sababu ulimi ushazoea. Lakini leo leti adhkari hizi katika sijda, leo leti adhkari hizi
leo leti adhkari hizi zilizokuja, basi hapo utakuwa unahudhurisha moyo wako. Tunafahamiana lakini Allahu akbar, wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-sama, yani ulimi ushakolea baada ya Allahu akbar wajjahtu. Njoo siku nyingine, njoo alhamdulillahi alladhi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, siku nyingine njoo na hii. Hivyo ndio salaf walivyokuwa. Tunafahamiana? Tayyib, barakallahu fikum. Naam. Kwa khushu'aha wa ruku'aha, na rukuu vile vile itimeze vizuri rukuu, illa kanat kafaratun lima qablaha min adh-dhunub ma lam ya'ti kabira wa dhalika ad-dahr kullu. Tusalli al-malaika ala sahibiha ma dama fi as-salah. Unaona mambo sawa? Tusalli al-malaika, malaika wanamswalia huyo. Muda wa kuwa wewe umejiandaa kuja katika sala, umekaa kitako hapo, basi malaika wanakuombea dua. Maadama fi musalla, muda wa kuwa umebaki katika musalla wako pale pale, malaika wanasema Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Malaika hawa jamani, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yule kule alikataliwa dua yake kwa sababu gani? Famat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa ghudhiya bil haram. Lakini huyu malaika yeye hana mat'am, yeye hana mashrab, kwa dua yake yeye kuko karibu kukubaliwa. Halafu anakuombea dua wewe maskini wa Allah jalla fi'ala. Basi kimbilia hizi dua, utapunguza ile shehe. Usisahau kwenye dua huko, njoo msikitini mapema, ukikaa pale malaika atakuombea dua, utakayopata dua ya malaika. Tunafahamiana? Naam. Kwa hiyo tusalli almalaika ala sahibiha maadama fi musalla wa huwa fi salatin, hali yakuwa yeye yupo katika swala, maadama fi salatu tahbisu, muda wa kuwa swala ndio iliyomzuia yeye. Umekaa hapo, swala imekuzuia wewe. Bi hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, kwa hadithi Abi Hurairah radhi za Allah ziwe juu yake amesema, qala Rasulullah sallam, amesema mjumbe wa Allah sallallahu alaihi wasallam ziwe juu yake, salatu rajuli fi jamaa, swala ya mtu kwa jamaa, tazidu, inazidi, ala salatihi, juu ya swala yake, fi baitihi, katika nyumbani kwake inazidi. Swala ya jamaa inazidi mtu, swala ya mtu kuswali peke yake, wa salatihi fi suqihi, na inazidi swala ya mtu mwenye kuswali katika soko lake. Hafungi duka mzee, kaka pembeni hapo anasali. Si ungefunga basi kwenye msikitini ukasali ndugu yangu, halafu ukaendelea na ibada yako. Kwani masahaba walikuwa vipi? Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillahi wa iqamis salah. Hawa ni wanaume bwana. Rijalun la tulhihim tijara, walikuwa haiwashughulishi wao biashara wala mauziano, an dhikrillah wa iqamis salah, yakhafuna yawman. Al-Imam at-Tabari katika aya hii anasema, kanu yabi'una wa yashtaruna, walikuwa wakiuza na wakinunua, walakin la yulhihim an hudhuri salah, lilikuwa haliwapumbazi jambo la kununua na kuuza, wakaachana na ibada ya sala. Sasa jiangalie hali zetu zikoje na sala. Sawa hali zetu zikoje na sala? Lazima upambane na nafsi yako kwanza, halafu pambane na wale ambao wanakuhusu wewe, wanakutegemea wao. Sawa kwa salatu ar-rajul fi jamaa tazidu ala salatihi fi baitihi wa salatihi fi suqihi bid'an wa 20 daraja, zaidi ya daraja 20. Naam, salatu al-jamaa afdalu min salati al-fadh bi 27 daraja. Naam, wadhālika, na imekuwa hivyo, anna ahadahum, kwamba mmoja wao, idha tawaddaa, pale atakapotia udhu, shuf fa ahsana al-wudhu'a, fa ahsana al-wudhu'a, akaufanya vizuri udhu wake, thumma atal masjida, kisha akauendea msikiti, la yanhazahu illa as-salah, hakuna kilichomtoa yeye isipokuwa sala, hakuna kilichomtoa yeye isipokuwa sala. La yuridu illa as-salah, ndo maana yake, hakusudii chochote isipokuwa sala. Falam yakhtu khutwatan, basi hatonyanyua hatua yeye, illa rufi'a lahu biha daraja, isipokuwa atanyanyuliwa kwa hatua hiyo aliyonyanyua daraja moja. Wa hutta anhu, na patafutwa kwake yeye, biha, kwa hatua hiyo, khati'a, madhambi, hatta yadkhula almasjid, mpaka anaingia msikitini. Muda wa kuwa wewe hakuna kilichokutoa nyumbani isipokuwa nini? Isipokuwa sala. Ama kama kilichokutoa nyumbani ni kuonekana, umeenda kubisha hodi pahala, unamtaka binti yake, lakini jamani ninapomjua yule, kama huswali hakupi yule, siku hizi nitakaa pembezoni mwake pale, au na kitu wewe.
wewe huna kitu, kwa sababu umekosa msingi wa nini? Fa ikhlas. Naam. Fa idha dakhala almasjida, atakapoingia msikitini sasa, kana fi salat, yeye katika hukumu yupo katika swala huyu, ma kanati salatu tahbisu, muda wa kuwa swala ndio ulimzuia mule. Ina maana umeingia msikitini we kuswali bado, wewe una malipo ya mtu ambaye yumo ndani ya swala. Sawa? Wewe una malipo ya mtu ambaye yupo ndani ya swala. Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum, na malaika wanamuombea dua, wanamuombea msamaha mmoja wenu, maadama muda wa kuwa fi majlisihi alladhi salla fihi, amelazimiana na sehemu yake ambayo ameswali. Na ndio maana katika sunna jamani, mtu alete adhkari pale pale aliposwali, lakini baada ya salamu unaonekana kule kwenye kiguzo. Husi mwenendo salafu salih. Lazimiana na sehemu yako pale pale, hapo malaika watakuwa wanafanya nini? Wanakuombea dua wewe. Ina maana angalia, umetoka nyumbani wewe, uko njiani, kila hatua unayoinua daraja unasemehewa madhambi. Umeingia msikitini kuswali bado wewe, si unaisubiri swala, malaika wanafanya nini? Wanakuombea dua. Halafu unaingia kwenye swala wenyewe, upo katika ibada ya swala, umemaliza, hujaondoka katika sehemu ile, malaika wanakuombea. Yakuluna, wanasema malaika, Allahumma arhamhu, ewe Allah mrehemu, Allahumma ighfir lahu, ewe Allah msamehe, Allahumma tub alayhi, ewe Allah mkubalie toba zake, ma lam yu'dhi fihi, muda wa kuwa hujamuudhi mtu, ma lam yahduth fihi, muda wa kuwa mtu hajahadathika, kakaa ametulizana yeye. Sawa? Hata adhkari uleti, umekaa tu pale, basi upo katika ibada wewe. Lakini kadhalika intidharuha, kuingojea sala, ribatun fi sabilillah, ni kujifunga katika njia ya Allah. Jifanyie rabtu, jifunge katika njia ya Allah. Sio kila wakati wewe unaingia hapa tayari utaanza kusali. Jifunge ile swala, isubiri wewe, isubiri. Muadhini anaingia na kukuta msikitini umekaa. Sawa? Kwa nafasi yake swala lazima iendewe katika mitazamo hiyo. Sasa utaona mtu analia, maisha magumu bwana, hali ngumu sana. Hebu Allah kasema in tansurullaha yansurkum, ikiwa mtamnusuru Allah naenda kunusuruni. Jamani, ili ipatikane jawabu sharti, lazima fi'lu sharti fanye nini? Itekelezeke kwanza. Hebu iangalie fi'lu sharti imetekelezeka? Mmemnusuru Allah nyinyi katika sheria zake? Mumekaa mbali nazo, unasubiri jawabu sharti? Aslan abadan, haiwezekani. Utalia maisha magumu kila siku, utovu wa nidhamu kila siku. Lazima kwanza badilisha swafu yako wewe binafsi, itengeneze swafu yako, halafu muombe Allah jalla fi'ala. Sawa? Naam. Si thalathu da'awatin mustajabatun, dua za watu watatu zinakubaliwa. Dua ya mwanzo ni nani? Duaul walidi ala waladihi, dua ya mzazi kwa mtoto wake. Lazimiana na swala, halafu muombe Allah jalla fi'ala. Wazi jamani? Naam. Kwa intidharu haribatun, kuingojea swala lamani ni kujifunga fi sabilillah. Li hadithi Abi Huraira radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, tumesalama amesema, ala adullukum, hivi ni kujulisheni, ala adullukum, hivi ni kujulisheni, ala ma yamhu Allah bihi alkhataya, kwa yale mambo ambayo yamhu Allah, anafuta Allah, bihi, kwa mambo hayo, alkhataya, madhambi ya watu, wa yarfa'u bihi darajat, na Allah ananyanyua daraja. Ni kujulisheni hilo. Qalu, wakasema masahaba, bala ya Rasulullah, tujulishe mjumbe wa Allah. Qala, mtume sallallahu akasema, isbaghul wudhu'i ala almakarihi, kueneza udhu ala almakarihi, katika nyakati zenye kuchukiza. Katika nyakati zenye kuchukiza. Itmamul wudhu, ni kuutimiza udhu. Wa i'ta'u kulli udhuin haqqahu, na kukipa kila kiungo haki yake. Min alma'i hatta ma'ujudi mashaqqa, mpaka kama pana shida, kashiddatil bardi, kama vile ukali wa baridi, au alamin fil jasad, au maumivu katika kiwiliwili, au suuba fi usuli alma, au kuna tabu ya kuyafikia maji. Maneno ya Ibn Uthaymeen haya. Au suuba fi usuli alma, au kuna ugumu wa kuyafikia maji. Hii ndio maana yake nini? Isbaghul wudhu'i ala almakarihi. Mtu anaamka alfajiri, sema kwamba kwa hali ilivyo hii, tusubiri kijua kichangamke kidogo ndo nisali. Isbaghul wudhu'i ala almakarih. Awala adullukum ala ma yamhu Allah bihi alkhataya wa yarfa'u bihi ad-darajat. Isbaghul wudhu'i ala almakarih wa kathratul khuta ila almasajid, na hatua nyingi za kuelekea msikitini. Kathratul khuta,
hatua kuwa nyingi kuelekea msikitini, wa intidharu sala, na kuingojea sala, baada sala, baada ya sala. Kimaliza sala ingojee sala, sawa, ingojee sala baada ya sala. Fadhalikumur ribat, hayo ndiyo mambo ya kushikamana nayo, hayo ndiyo mambo ya kujifunga nayo. Lazimiana na vitu hivyo basi. Fadhalikumur ribat, hayo ndiyo mambo ya kushikamana nayo, usiyawache. Naam, ajrun ya 14, kuna malipo. Man kharaja ilaiha, yule mwenye kutoka kuielekea sala, ka ajri alhajj almuhrim, kama vile malipo ya yule alhajj almuhrim, yule ambaye aliyehirimia hija, yule ambaye amehirimia hija. Li hadithi abi umama, wa hadithi abi umama radhiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, hakika ya mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wasallam juu yake amesema, man kharaja min baitihi, yoyote ambaye atatoka katika nyumba yake, mutatahhiran, hali ya kuwa amejitoharisha, ila salatin maktuba, kuelekea katika swala ya faradhi, fa ajruhu, malipo yake mtu huyu, ka ajri alhajj almuhrim, kama mtu aliyehirimia nini? Kama mtu aliyehirimia hija. Wa man kharaja, na yule ambaye aliyetoka, ila tasbihi dhuha, sawa, ila tasbihi dhuha, kwa ajili ya kusali swala ya dhuha. Tasbih bi maana as-salah, kwa ajili ya swala ya dhuha. La yansibuhu illa iyyah, la yat'abuhu illa dhalik, hakijampatisha tabu yeye isipokuwa swala ya dhuha. La yansibuhu, la yat'abuhu illa dhalik, halijampatisha tabu, halijamnyanyua isipokuwa hilo. Fa ajruhu ka ajri almu'tamir, malipo yake, kwa sababu yeye ameinuka kwa ajili ya sala ya dhuha, basi malipo yake ka ajri almu'tamir, ni kama malipo ya mtu aliyefanya nini? Aliyefanya umra. Wa salatu, na sala, ala ithri salatin, mwisho wa kila sala, la laghwa bainahuma, kitabun la laghw, ambapo kwamba haina laghwi bainahuma, baina yake, kitabun fi illiyin. Sawa, hiyo ni nini? Atayakuta hayo katika illiyin. Sawa, innal abrara la fi illiyin. Sawa, la fi illiyin, atalikuta hilo. Ya 15, man subiqa biha wa huwa min ahliha falahu mithlu ajri man hadaraha. Man subiqa biha, yule ambaye atapitwa na ibada ya swala. Man subiqa biha, yule ambaye atapitwa na ibada ya swala, wa huwa min ahliha, hali ya kuwa yeye ni mtu wa kuwahi. Wa huwa min ahliha, hali ya kuwa yeye ni mtu wa kuiwahi sala, falahu, anayo mtu huyo, mithlu ajri, mfano wa malipo, man hadaraha, wa yule ambaye ameihudhuria hii swala, ameipata. Kwamba huyu yeye kawaida yake hapiti na swala ya alfajiri kwa jamaa, siku hiyo kapitwa, siku hiyo kafanya nini? Kapitwa, ana malipo yake kamili, kama vile ameswali pamoja na nani? Pamoja na imamu. Sawa, li hadithi abi huraira, wa hadithi abi huraira radhiyallahu anhu qala, na ndio ile kaambiwa kwamba tumia uhai wako kabla ya kufa kwako, lakini uzima wako utumie kabla ya nini? Kabla ya ugonjwa wako, kwa sababu wakati wa ugonjwa wako utaangaliwa wewe kwenye uzima wako ulikuwa katika hali gani. Alikuwa ni mwenye kudumu katika swala za faradhi, basi naam, yaendelee hayo katika malipo. Nafahamiana? Naam. Kwa hiyo fursa watu wazitumie. Hii fursa ya uzima uliyokuwa nayo hii, kesho haipo. Hii fursa ya ujana hii, kesho si kijana tena. Kisha si kijana tena. Ukisoma kidogo, umekamata msahafu, umetoka machozi. Machozi kama uliopigwa vile. Sio kwa sababu ya khushu, kwa sababu ya utu uzima. Wa man nu'ammiru nunakisuhu fil khalq. Kila pale ambapo tunampa umri mtu jamani, tunampunguza katika maumbile yake. Afala yaqilun, hivi watu hivi basi walitia akilini? Huoni kama wewe ulikuwa huko hivyo? Hebu muulize mtu mzima akitaka kuinuka sasa hivi, mpaka apate nini? Apate mwega kidogo. Nunakisuhu fil khalq. Sawa, Kwa hiyo nafasi watu waitumie. Naam, man tawaddaa, yule ambaye atatia udhu, fa ahsana alwudhu'a, akafanya uzuri udhu wake, thumma raha, kisha akaenda msikitini, fawajada an-nasa, akawakuta watu qad sallu, tayari wamefanya, wameshaswali, a'tahu Allahu azza wa jalla, Allah tamlipa, Allah tampa huyo mithla ajri man sallaha, mfano wa malipo ya yule ambaye ameswali, wa hadaraha, na kuihudhuria sala, la yanqusu dhalika min ajrihim shay'a, hakipungui katika malipo yake chochote, anapata malipo kamili. Sasa angalia namna ya kuutumia uhai wako na uzima wako uliokuwa nao.
Lakini ya 16, idha tatahara, atakapojitoharisha mtu, wa kharaja ilaiha, na akatoka kuelekea swala, fahuwa fi salatin, huyo yupo katika swala, hata yarji'a, mpaka arejee. Wa yuktabu lahu, na huandikiwa yeye, udhihabuhu wa rujuuhu, kule kwenda kwake na kurudi kwake, anaandikiwa thawabu. Li hadith Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallam, idha tawadda ahadukum, atakapotia udhu mmoja wenu, fi baitihi, katika nyumba yake, thumma atal masjida, kisha kauendea msikiti, kana fi salatin, mtu huyu anakuwa katika swala, hatta yarji'a, mpaka arudi. Ina maana uko njiani wewe, una malipo ya mtu ambaye yupo katika swala. Fala yaqul hakadha, muda wa kuwa yeye asiseme kama hivi, asifanye hivi. Washabbaka baina asabihi, Mtume sallam akafanya tashbih baina al-asabi'. Kwa ni makosa mtu yupo katika swala, yuko msikitini anasubiri sala, akafanya tashbih baina al-asabi'. Wa anhu yarfa'u, na kutoka kwake hadithi marfu', min hina yakhruju ahadukum, pale ambapo anatoka mmoja wenu, min manzilihi, nyumbani kwake, ila masjidi, kuja katika msikiti wangu, farijulun, mguu anaoinua, tuktabu hasana, huandikiwa wema, warijlun, na mguu anaoinua, tuhattu sayyi'a, hufutwa madhambi, hatta yarji'a, mpaka atakaporudi. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin, walillahi alhamd.